Thamini uwekezaji na kutokuwa na uwekezaji wa kijanja janja. Lakini zaidi pia tutaweka mpango ambao hata jiji letu, kwa mfano mwakani kuna AFCON. Hapa inaonekana foleni kubwa, wenzetu wanakwenda labda kwenye mipira au kwenye kitu gani, kulia na kushoto kote ni malori matupu. Sasa hiyo itakuwa ni AFCON. Au tunakwenda mara kuna container sio limedondokea sio gari gani. Ndio maana lazima tufanye yale maamuzi. Kwa hiyo manager pamoja na manager wa TRA wa bandari ya Dar es Salaam, tutakaporudi katawala kwa kuwepo hapa, nadhani tutakuwa mmepanga kwamba turudi kwenye kikao muda huu, twende pale ndani kwenye kikao, alafu tusama yale masuala yote, tutoe statement ambayo lazima ianze kutekelezwa. Hapa juu sisi ndio walezi wa huu mkoa, wananchi wote wanatuangalia sisi. Hatuwezi sisi kila kitu kasema Rais Samia, kila jambo dogo Rais Samia. Hapana, no. Tutakuwa tunamchosha rais kwa mambo ambayo ametukabidhi dhamana ya kuweza kuyafanyia kazi. Kwa mimi baada ya kuzungumza haya, sasa turudi kwenye kikao kile ambacho mmepanga, ili sasa tukajadili mara machache na toe statement kwa waandishi wa habari na jambo. Kuna modo nzuri nimeiona pale kwa World Oil. Kuna modo nzuri pale nimeiona pale kwa World Oil. Yeye ana eneo pale kubwa ambalo magari yake atakapofika hapo yanaingia moja kwa moja kule ndani. Yeye haachi huku nje. Sasa hiyo modo hiyo, mtu anaweza akasema mbona ni gharama kubwa sana kwa acquire land? Ni gharama kubwa kwa acquire that land, na ndio maana achia wenye nguvu. Unajua ukishakuwa na hivyo vitu alafu unakuwa mbabaishaji, achia wenye nguvu waweze ku acquire land. Wewe utaiona hiyo kwa acquire land ni gharama kubwa. Ondoka, nenda kaangalia eneo unalomudu, achia wenye nguvu hapa katikati. Na wenye nguvu wapo, wanaweza kuchukua hata eka 100 hapa katikati na wakafanya port kuwa ni sehemu za makontena, whether ni empty, whether ni kitu gani. Sasa hii ufungaji wa mabarabara, na ndani tukitoka hapa tunakwenda tena hivi kidogo, tunasimama tena pale mahali, kwa sababu issue kubwa ambayo wenzangu wanazungumzia ni foleni. Najua kuna watu wa TANROADS, wewe unafahamu Mandela Road lazima ipanuliwe, hakuna namna. Na sasa hivi wakati tunajenga ile BRT lazima pia tu accommodate njia za malori. Unajua kupanga ni kuchagua. Tukisubiri sisi tupangiwe kutoka mahali haitawezekana. Sisi tupanga afu tushauri kwenda juu kwamba lazima kuwe kuna line mojawapo ya malori, kwa kuwa yameshakuwa ni mengi, na malori haya tukiyaacha ajiendee kama yanavyokwenda itakuwa sio rahisi. Lakini lazima pia tukubaliane ni muda gani hasa malori yaingie, na ndio maana wenzetu wa bandari tunatakiwa watupe assurance. Hivi tukisema kuanzia saa 12 jioni au saa 1 mpaka saa 11 alfajiri, je, operation wise itakuwaje kwa bandarini? Lakini pia operation wise itakuwaje kwenu TANROADS kwa maana barabara? Operation wise itakuwaje kwa maana ya watu wa halmashauri na kila kitu? Tukijialign hapo kwa pamoja, ndio tunajua kwamba basi malori tuanze kuyasimamisha yaingie ndani usiku, ili kwamba asubuhi pale wananchi wanapokwenda makazini kusiwe kuna lori hata moja. Sasa hii inahitaji mjadala wa pamoja kati ya wenzetu wa bandari kuangalia kama hicho kitu kinawezekana, au je, tukifanya namna hiyo bandari asubuhi itakuwa na yenyewe imelala kabisa. Mbona kinachotokea? Na hapa Dar es Salaam ICD tuzikwepi. Watu unajua wengi wanataja sana Kwala, lakini katika ile kawaida mizigo yote inayokuja hapa Dar es Salaam, I'm very sure sio zaidi ya 60% ya mizigo mingi inakuwa consumed Dar es Salaam. Sasa kama inakuwa inatumika hapa, maana yake ni nini? Mizigo hiyo utaipeleka tena Kwala, alafu tena irudi. Kwa hiyo kule Kwala lazima kuboreshwa kwa ajili ya transit zote, kwamba kunakuwa peak, lakini kwa hapa katikati lazima vitu vingine uweze kuviavoid. Sasa lazima tuangalie miaka, na sasa tuko kwenye dira, utekelezaji wa dira mpaka mwaka 2050. Sasa itakuwaje? Mzani ni huu kwa magari, kwa hii flow ambayo naisikia TPA, kulipaswa hata kule kuwe ni mizani, kama mizani ya umuhimu sana. Hata kule na kulipaswa kutoe na mizani. Na kama hatuna hela sisi, ni jambo la kukaa na bandari watupe fedha ili tujenge mizani, alafu sisi tutakuwa tunarudisha kwa bajeti, kwa sababu na sisi tukielemewa hapa bandari haitafanya kazi. Yaani hapa huo mnyororo huo wa TANROADS, wa uchukuzi, wa kila kitu vinakwenda pamoja kuliko kuzifunga hizi barabara kulia na kushoto. Sasa mwisho wa siku anayekuja kulalamika ni mwananchi. Sasa mwananchi naye akipiga makelele, mwananchi wa kawaida akipiga makelele, huo yanakuwa ni maendeleo ambayo bado hayajawafaa watu. Kwa hiyo inabidi kila kinachotokea kwenye maendeleo iwe ni win-win.
mwananchi anapata, serikali inapata, mfanyabiashara anapata. Kwa ndio maana nikasema ni vizuri na mkuu wa wilaya naye akawepo, kwa sababu hii ndio eneo lake pia, na upande huu pia kuna wenzetu wa Ilala. Lakini nataka kwenye kanjia mojawapo tujaribishe kwanza, tuweke zile blocks kwanza, umeona hapo, bila kufunga gate la kuelekea kwenye ICD au kwenye kitu gani, then gari ikifika ikitoka huku barabarani izame ndani. Kama huna hiyo parking, utazungumza na watu wa halmashauri, utazungumza na watu wengine, ili tuingie kwenye mfumo mwingine wa nini, wa parking. Na kama ambavyo tulizungumza pia na wenzetu wa bandari kwamba, na wenzetu wa pwani kwamba ni muhimu sasa tukaanza kuwa na hizo holding areas za huko, ili huku ndani sasa yaanze kuingia magari kwa call. Umeona kinachotokea? Sasa ndio maana tukasema wenzetu hawa, hii timu ije iangalie, je, ni kweli kwamba hapa kwenye mzani napo ni changamoto, na je tunapima kitu gani? Na kama hapo kiangalia, ukipata taarifa kutoka kwa Galus ambaye ni anamwakilisha pia hata DG wa TPA, anakuambia kwa siku si chini ya magari 3100 per day. Sasa let's assume kwamba only 20% mzigo wako umezidi, au let's go further kwamba ni only 10%. Hapa kuna kuna parking hapa ya magari ya 10% ya 3,300. Umeelewa mpaka hapo? Sasa is our decision professionally kwamba nini kifanyike, kwa sababu huku tukichelewesha huku, maana yake bandari yetu inaendelea kuingia kwenye doa, na sisi hapa tukiendelea kuzembea, bandari yetu pia inaingia kwenye doa, na hatuwezi kukaa tunalalamika kwamba eti maendeleo ndio sisi tuje tuyalilie. Hapana, ila tunachokiangalia ni kwamba hapa tumechanganya makontena na watu. Mtu anapaswa kuhudumiwa, makontena yanapaswa kuhudumiwa, nchi tunazozihudumia zinapaswa pia zihudumiwe. Sasa hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa tukifanye kwa haraka sana, kwamba yoyote anayeanzisha ICD atoe magari barabarani, aizingize huko ndani. I call it ICD, lakini najua zipo ICD, zipo sio za empty containers, zipo za nini, lakini mimi najaribisha kwa tafsiri yangu mimi nizi grupu zote kwa pamoja ziitwe ICD. Mzani ni wa hiari, maana yake ni moja. Mtu anapokuja kupima, sisi hapa tunapima magari karibu 1000 kwa masaa 24 kwenye mzani wetu, lakini tunayo accumulate ni only 7 to 9% kwa hayo masaa 24, na yanaruhusiwa kurekebisha mzigo muda wowote kwa sababu tupo 24/7, si ndio? Yakiwa hapa kwetu, na dhana ni moja kwamba unapokuja kwa hiari, maana yake umeshuku kwamba naweza nikazidi au nisizidi. Sasa sisi tunachokifanya tunakwambia, bwana wewe umezidisha uzito, ili usiharibu barabara. Hiyo ndo dhana namba moja, na ili usipate matatizo na huu mzigo wako unapoenda, rekebisha 1 2 3. Kwa hiyo it's about yeye kwamba sasa hapa natakiwa nirekebishe ili niendelee na safari. Maana yake sisi tukipima gari ikaonekana imezidi, sisi tukairuhusu iende, sisi ndo tunakuwa tumeharibu barabara. Ndani wao ili wafanye smooth operation ya kule ndani, wanahitaji wao wapime mzigo wao, gari itoke muda huo huo, kitu ambacho sasa ule sehemu space ya kwenda kupanga mizigo kwao kule, isema hiyo space hawana, hawahitaji kurundikana magari kule kwa ajili ya wao, wanataka wafanye shughuli zao ili operation ya kule iende kwa ufanisi. Ndicho kilichopelekea sasa ibidi sasa mzani uendelee kutumika huo hapo, kwa sababu kule wanachopima wao wanapima uzito wa gari kwa ajili ya rekodi ya tonnage ya ufanisi wa bandari. Sisi hapa tunapima uzito wa gari kwa jumla, inaitwa GVM, ambayo inapimwa kule bandari, lakini sisi pia tunapima actual load ambayo ni uzito wa mitaimbo, ambayo hasa ina effect kwenye uhalifu wa barabara kwa sababu ya pressure na area ya taya. Naanza kusema mimi naitwa Richard Kenyenge. Mimi nimepaki hapo gari kwa sababu nasubiria kwenda kupakia mzigo naelekea Zambia. Sababu ya kupaki hapo gari, kama nimeegesha gari langu pembeni ya barabara kutokana na usalama wa gari zingine. Alafu issue nyingine,
Nimeegesha gari kwa sababu karibu na ofisi yangu, kusubiria oda kutoka ofisini nielekee ninakoenda. Hiyo ndio sababu ambayo nimeiona. Yaani kwamba gari yangu nipaki pale kwa ninavyosema kwamba mimi kwanza ilikuwa na marekebisho. Kwa hiyo nilitoa kule kwenye nanili hadi yetu kule Waziari kusogeza karibu na ofisi kwa ajili ya matengenezo. Kwa baada ya kumaliza kutengeneza, nasubiria sasa oda wenyewe wanaonipa niende sehemu ambayo husika na nichukue mzigo nipeleke sehemu ambayo natakiwa. Lakini sijamaanisha kwamba hii ndio parking ya kupaki magari, hapana.